Urusi imezindua mashambulizi makubwa makombora na ndege huko nchini Ukraine ikilenga mji mkuu wa nchi hiyo. Karibu sana katika ripoti ya muda huu, lakini kabla na kusihia kwamba unaweza kujiunga nasi kwa kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo. Urusi ilishambulia mji mkuu wa Ukraine maarufu kama Kyiv na miji mingine ya Ukraine katika shambulio kubwa la kombora na ndege ambazo hazina rubani usiku wa Septemba 28 kwa kurusha mabomu makubwa ambayo yalisababisha ving'ora vya mashambulizi ya anga hata katika maeneo ya mbali na mstari wa mbele nchini humo. Washambuliaji watano wa Urusi wa Tu-95 walipaa kutoka uwanja wa ndege wa Olenya huko mkoani Murmansk majira ya saa 1 asubuhi kwa saa za huko. Vituo vya ufuatiliaji vimeripoti hivyo. Pia karibu majira ya saa 2 asubuhi, utawala wa kijeshi wa jiji la Kyiv ulionya kwamba Urusi ilikuwa imezindua milipuko ya MiG-31K, jambo lililosababisha tahadhari angani kote nchini Ukraine. Jeshi la wanahewa la Ukraine kisha lilitoa onyo majira ya saa 3 asubuhi likisema ya kwamba huenda Urusi ilikuwa imezindua Tu-95 kutoka kituo cha anga cha Injos. Usiku kucha, makundi ya ndege zisizo na rubani za mtindo wa Shahedi ziliitishia Kyiv na miji mingine nchini humo. Jengo la orofa 5 katika mji mkuu liliharibiwa kabisa kwa kiasi na miundombinu ya makazi imeharibiwa katika wilaya nyingi. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji la Kyiv anayefahamika kama Temur Tkachenko alisema, ambapo shambulizi hilo pia liliharibu majengo yasiyo ya makazi na magari yaliyoegeshwa. Takribani watu 3 wamejeruhiwa ambao wote wamelazwa hospitalini. Meya wa mji mkuu wa Kyiv Vitali Klitschko amesema hivyo. Makombora bado yanashambulia jiji, amesema, na kuwataka wakazi kusalia ndani mwa makazi yao. Huko mkoani Kyiv, moto pia uliweza kuzuka katika nyumba na majengo kadhaa katika wilaya zilizo nje ya mji mkuu wakati wa mgomo mkubwa wa maadui. Viongozi wa mkoa wamesema hivyo, huku watu 5 katika mji wa Fastivi walijeruhiwa. Wote ni wafanyakazi wa duka la mikate ambalo lilishika moto wakati wa shambulizi hilo. Mikoa mingi ya Ukraine imesalia chini ya tishio la makombora ya balistiki ya Urusi na ya kusafiri, ambapo milipuko imeripotiwa huko Kyiv, Zaporizhzhia na Khmelnytsk. Katika mkoa wa Zaporizhzhia, shambulio hilo liliharibu shule na kusababisha moto katika jengo la juu. Gavana mkoani humo Ivan Fedorov amesema hivyo, huku vifaa vya uzalishaji wa biashara isiyojulikana pia vikiharibiwa. Takriban mashambulizi mawili yalishambulia Zaporizhzhia wakati wa usiku, Fedorov amesema, na watu 5 wamejeruhiwa. Warusi wanajaribu kushambulia miundombinu muhimu ya jiji, kiongozi huyo ameongeza hivyo. Poland pia ilishambulia ndege za kivita kujibu mashambulizi hayo makubwa kama ilivyokuwa hapo awali wakati mashambulizi ya Urusi yalipotisha magharibi mwa Ukraine. Wakati wa shambulizi kubwa la Septemba 10 mwaka huu, Poland pia ilidungua ndege nyingi zisizo na rubani za Urusi zilizovuka mpaka na kuvunja anga ya Poland. Wachunguzi wa ndege waliripoti ya kwamba Poland mnamo Septemba 28 ilifunga anga juu ya Lublin na Rzeszowice kutokana na shughuli zisizopangwa za kijeshi zinazohusiana na kuhakikisha usalama wa serikali. Urusi imeongeza kiwango cha mashambulizi yake angani dhidi ya Ukraine katika kipindi chote cha majira kuchipua na kiangazi 2025 kuelekea katika miezi ya baridi kali. Maafisa wamewaonya raia wa Ukraine kujiandaa na wimbi jipya mashambulizi makubwa ya Urusi yanayoweza kulenga miundombinu ya nishati ya nchi. Mapema kabisa mwezi Septemba pia Urusi iliweza kurusha zaidi ya ndege 810 aina ya Shahid na makombora 13 katika shambulio la kuvunja rekodi lililokumba jengo la baraza la mawaziri katikati mwa mji wa Kyiv. Na siku 2 baadaye Urusi ilishambulia tena na kuipiga Ukraine na kukiuka anga ya Poland. Tukio hilo lilikuwa la kwanza kwa wanachama wa NATO kuharibu ndege zisizo na rubani za Urusi wakati wa vita kamili dhidi ya Ukraine,
ilifuatiwa na msururu wa ukiukaji wa anga ya Urusi na uvamizi uliotiliwa shaka wa ndege zisizo na rubani katika eneo la NATO. Katikati ya chokochoko hizo pia zinazozidi kuongezeka, viongozi wa dunia walikutana mjini New York nchini Marekani kwa ajili ya mkutano mkuu wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa, ambapo Rais Volodymyr Zelensky alizungumza na Rais wa Marekani Donald Trump. Katika mabadiliko ya ghafla ya sauti, Trump alitangaza baada ya mkutano huo ya kwamba Ukraine iko tayari katika nafasi ya kupigana na kushinda Ukraine yote katika hali yake ya asili. Baadaye Trump alimkosoa pia Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa mashambulizi yanayoendelea dhidi ya Ukraine. Sijaridhika sana na kile Urusi inafanya na kile Rais wa Urusi Putin anachofanya, Trump aliwaambia waandishi wa habari Septemba 25. Alisema hajapenda hata kidogo, anaua watu bila sababu yoyote. Trump bado hajaweka vikwazo vyovyote vipya vya Marekani dhidi ya Urusi licha ya idadi inaongezeka mashambulizi au ya vifo vya raia huko nchini Ukraine. Na hii ndiyo taarifa kubwa asubuhi kuhusu mashambulizi makubwa ya Urusi ambayo yamefanyika usiku wa Septemba 28 huko nchini Ukraine, ambapo Urusi imeelezwa kwamba iliweza kuzindua mashambulizi makubwa makombora na ndege zisizo na rubani huko nchini Ukraine, ambako hasa pia ililenga kushambulia mji mkuu wa Ukraine unaofahamika kama Kyiv. Na ikumbukwe ya kwamba pia Medvedev ambaye amekuwa rais wa zamani wa Urusi aliweza kumuonya rais wa Ukraine ya kwamba watashambulia mji mkuu wa Kyiv, na hiyo ilitokana hasa baada ya kauli yake Zelensky kusema ya kwamba ataushambulia mji mkuu wa Moscow au analenga kushambulia Kremlin huko nchini Urusi, ambako pia Medvedev, yani Dmitry Medvedev aliyekuwa rais wa nchi hiyo, alisema ya kwamba wataushambulia haswa mji mkuu wa Ukraine. Na tayari pia hichi kimeonekana kufanyiwa kazi, ama tayari kimeonekana kupewa jibu la moja kwa moja ya kwamba Urusi muda wote inaweza ikafanya mashambulizi huko nchini Ukraine, hasa ikilenga mji mkuu wa Ukraine, na tayari imefanyika hivyo. Hivyo basi taarifa zaidi na kuahidi ya kwamba nitazidi kufahamisha hapa. Endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati kufahamu taarifa zote kitaifa na kimataifa, hasa vita ya Urusi na Ukraine.